asante kwa kuwa unatupenda sana, wewe unatuazia mema kila wakati, wewe ulikufa kwa ajili yetu. Tunasema ni asante mfalme wa falme. Roho Mtakatifu, tunaomba ukatutangulie wakati tunaanza kipindi chetu, tunaomba ukatufundishe, ukawe mwalimu wetu, tunaomba ukatutumie sisi kama vyombo vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba utuongoze na uwe nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. In Jesus mighty name we pray, na wote tuseme amen. Amen, amen, amen. Msikilizaji, na wewe tukukaribishe uweze kufuatana nasi kuanzia hivi sasa mpaka tamati ya kipindi hiki, na tutaruhusu maswali mawili tu kutokea kwako. Kwa hivyo utatuwekea kupitia nambari zetu za ujumbe mfupi hapa za 0672510110. Nambari za ujumbe mfupi ni 0672510110. Mtumishi, karibu. Amen. Basi tumekuwa na somo zuri sana la namna ya kufanikiwa kibibilia. Kwa maana tumekuwa tukijifunza ya kwamba ni lazima tujue namna gani tunaweza tukatumia Biblia kufanikiwa. Kwa sababu tuliona kuwa Isaka alikuwa na watoto wawili. Alikuwa na mtoto wake wa kwanza anaitwa Yakobo na Esau. Yes. Mkubwa alikuwa ni Esau. Yes. Na wote walikuwa wanagombania kitu kutoka kwa baba yao. Cha kushangaza, hawa watoto walikuwa wagombani mali, walikuwa wagombani fedha, dhahabu, mashamba, majumba, walikuwa wagombani hivi vitu. Ila kuna kitu walikuwa wanakigombania. Biblia inasema walikuwa wanagombania baraka. Sasa kwa kipindi chao walikuwa hawana Biblia. Kwa hiyo maneno ambayo wazazi wao walikuwa wanawaambia, walikuwa wanategemea wazazi wao waambie neno la Mungu, na walikuwa wanategemea wazazi wao pia wa impact Roho Mtakatifu. Yaani wafanyie impartation ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiu ya namna gani hawa watoto walikuwa nayo. Kwa wenyewe walichokuwa na kihitaji ni kwamba nijazwe Roho Mtakatifu na nisikie neno la Mungu. Nikishapata tu hiko, basi unaona Yakobo akabarikiwa. Yaani Yakobo akapewa neno na Roho Mtakatifu. Halafu Esau akaachiwa na mali zote za baba yake. Akaachwa na utajiri wote wa baba yake, mashamba, majumba, wafanyakazi, watumwa, ngamia, vyote akabaki navyo Esau. Lakini Esau anasema bado nitamuua Yakobo kwa maana amechukua kitu kikubwa kuliko mimi. Sasa ni kitu gani walikuwa wanakifahamu kuhusu neno la Mungu? Kwa nini walikuwa wanajiamini kwa neno la Mungu linaweza likawapa mafanikio sana kuliko hata mtu kupewa mali? Unaona, na hii ndo confidence ambayo Ibrahim alikuwa nayo. Ibrahim anaitwa na mfalme. Mfalme ni kama raisi. Raisi anamwambia Ibrahim, nataka nikupe eneo hapa Arusha mjini. Nataka nikupe maeneo, nikupe ardhi. Ibrahim anamwambia sintachukua kitu chochote kutoka kwako. Utasema kuwa wewe ndo umenitajirisha. Ni confidence gani, ni uhakika gani watu walikuwa nao juu ya Mungu wao? Wanaamini kabisa Mungu atawatajirisha. Na ni kitu gani ambacho sasa hivi tumekipoteza? Kwa maana ninaamini Mkristo sasa hivi akiitwa na rais aambiwe chukua kiwanja fulani hapa Arusha mjini au Dar es Salaam pale Posta, atakichukua kwa mikono miwili. Na atashukuru sana. Tena atasema ni muujiza mkuu nimepokea. Yeah. Lakini sio kwa baba zetu wa kiroho wakina Ibrahim. Si kwa Yakobo. Yakobo alikuwa gombani mifugo, alikuwa gombani ardhi. So vitu ambavyo walikuwa wanaviangalia. Na hiko ndo kitu ambacho hata Isaka mwenyewe kilikuwa dhahiri kwenye maisha yake. Biblia inasema Ibrahim aliita watoto wake, yaani watoto wa wafanyakazi, watoto wa watumwa wake, akawapa vitu. Lakini Isaka hakupewa mali. Isaka hakupewa mali. Isaka alibarikiwa tu. Kwa hiyo Isaka alivyobarikiwa, unaweza kuona kwa Ibrahim alikuwa ni tajiri sana. Lakini unaona kwa Isaka ile awe tajiri, Biblia inakwambia alienda akaanza kukaa kwenye nchi ya Filisti, ghafla akaanza kulima, akipanda mbegu moja inazaa 100. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndo akatajirika. Kwa hiyo Isaka hakuchukua utajiri wa Ibrahim. Hakuondoka na utajiri wa baba yake. Hakuondoka na utajiri wa baba yake. Angeondoka na utajiri wa baba yake, kwanza tu anaondoka, Biblia ingekuwa inakwambia Isaka ni tajiri sana. Ila Biblia inakuonyesha namna gani Isaka alipata utajiri wake. Kwa huyu hakuondoka na utajiri wa baba yake. Alibarikiwa tu. Kuna neno alipewa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alivyoondoka anaanza sasa kupanda mbegu moja inazaa 100.
akaanza kuwa mtu mkuu, mpaka ikafika sehemu Biblia inasema akawa mtu mkuu sana katika nchi ya Wafilisti, mpaka wakaanza kumuhusudu kwa sababu aliongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe leo hii tunachotakiwa kujifunza ni hii siri ambayo ipo kwa Mungu, na ndo nayo kukuletea kuwa tunajifunza namna kufanikiwa kibibilia. Jumatatu tuliangalia ni namna gani tunaweza tukashinda hofu, kwa maana tulijua kabisa kuwa changamoto ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho kinamfanya mtu asifanikiwe ni hofu. Na tukasema kuwa hofu tunaweza tukaishinda kwa kusoma neno la Mungu. Kwa maana hofu tunaishinda kwa kujenga ujasiri. Ujasiri unaujenga kwa kujua ukweli fulani. Ukijua ukweli, basi unajenga ujasiri. Huu ukweli utaujua tu kupitia neno la Mungu. Unajua shetani anaga mbinu nyingine. Yeye mbinu yake ni uongo tu. Akikudanganya unapata hofu, kwa sababu hujui ukweli unakuwa una hofu. Yaani unakuwa hujui ya kwamba Mungu anasema siku zako zote ameziandika. Biblia inasema Mungu ameenda ametangulia mbele yako kukutengenezea njia. Biblia inasema kuwa wewe huwezi kufeli. Sasa kama Mungu ameandika siku zangu zote, kama Mungu ametangulia mbele yangu kunitengenezea njia, kwa nini nafeli? Kwa nini nakwama? Kwa nini ninakwama? Ni kwa sababu ametuambia kitu kingine kimoja, kuwa neno lake sasa ndio taa ambayo itaongoza miguu yetu, au ndio yani his word is the light to our path. Neno lake ndo linamulika njia zetu ili tuweze kujua sehemu ya kupita. Inamulika njia zetu. Ila sasa ni lazima tujue namna gani tutasoma neno lake ili tujue huu ukweli, tupate huu mwanga ili tushinde hofu. Tukishinda hofu, basi tutaweza kufanya vitu vingine. Kwa ufupi kabisa tuliona kwa Biblia inasema hofu inaweza ikamfanya mtu awe mtumwa maisha yake yote. Maisha yake yote. So tu kwa miezi miwili, maisha yako yote. Hofu inaweza ikakuweka katika hali ya utumwa. Mungu hajakuumba wewe kuwa mtumwa. Hataki uwe mtumwa. Wewe ni mshindi, na zaidi ya mshindi wewe unaweza mambo yote. Ila adui kupitia roho ya hofu anakufungia hiyo sehemu moja, kwa unaogopa kufanya jambo fulani, unaogopa kuanza kitu fulani. Kwa hiyo namna ya kuishinda hofu ni kwa kusoma neno la Mungu ili tujue ukweli fulani. Na hauwezi tu sasa hivi ukasema kwa sababu nimemsikia mtumishi anafundisha, basi mimi sasa hivi mimi sio muoga. Hapana. Ni lazima ujue kuwa unatakiwa usome mistari ya Mungu mpaka ingie kwenye subconscious mind yako. Yaani kama vile gani ukilala bado unahema, bado kuna vitu mwili wako unafanya. Ndio hivyo na neno la Mungu linatakiwa likae kwenye akili yako kiasi kwamba muda wowote, majira yoyote, ukiangalia kitu unajua wewe ni mshindi. Yaani ukiangalia kitu automatic, so kwa unaogopa mimi siwezi kununua hilo gorofa. Yaani ukiangalia hivi unasema ni hili gorofa mimi ndo nakimbia. Yaani hata kama sina hela naenda kuapply. Hii tenda mimi ndo nitaichukua. Kwa hiyo ni lazima neno la Mungu tulisome mpaka liingie kwenye subconscious mind yetu. Na leo ndo tutaangalia namna gani ya kutafakari neno la Mungu mpaka tufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Jumatano tukaangalia namna ya kutumia neno la Mungu ili tuweze kupata mafanikio. Tukaona kuwa kila hali kwenye maisha yetu inatusubiri sisi tuiongeleshe sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Tukaona kuwa Ezekiel alikuwa yuko na Roho Mtakatifu. Wanatembea katika bonde la mifupa mikavu. Ezekiel na Roho Mtakatifu wanatembea. Roho Mtakatifu anamwambia Ezekiel, je, mifupa hii inaweza ikaishi? Mifupa inamsikia kitu ambacho Mungu anasema. Mifupa inasikia maneno yote ambayo Mungu anasema, ila haikubadilika. Haikubadilika. Ile mifupa ilianza kubadilika pale ambapo Ezekiel alianza kuitamkia sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo tukajua kabisa kwenye hali yoyote ambayo tunaipitia kimaisha, iwe ni ugonjwa, iwe ni umaskini, hali yoyote, mfupa mkavu wote kwenye maisha yako unakusubiri wewe useme sawa sawa na kitu ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo vitu vyote vimeshamsikia Mungu alivyosema, ila vinakusubiri na wewe utamke. Sasa utatamkaje kama hujui? Ni lazima usome neno la Mungu ili uwe unajua Mungu amesema nini katika hii hali, Mungu amesema nini hapa, Mungu amesema nini juu ya ugonjwa wangu, Mungu amesema nini juu ya hii hali ya kukata tamaa, Mungu amesema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukishajua kitu ambacho Mungu amekisema, ndio unakisema pia kuwa sasa sawa sawa na Mungu alivyosema. Labda mimi ni kichwa na sio mkia, unaanza kuongelesha ile hali
kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaambiwa tunatakiwa tuende mbele za Mungu kwa sala na maombi. Hivyo ni vitu viwili tofauti, mtumishi wa Mungu. Sala na maombi. Sala na maombi. Prayers and petitions. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanaenda mbele za Mungu tu na kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kuwa tunapoambiwa sala ni pale ambapo unaenda unamwambia Mungu, neno lako linasema hivi na hivi. Kwa hiyo ni haki yangu mimi nipokee hiki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kupetition ni unatakiwa upate picha umeenda mahakamani. Ulivyoenda mahakamani, hakimu ni Mungu, na wewe unatakiwa utumie sasa katiba. Mfano labda mahakama za Tanzania, unatakiwa utumie katiba kwa wewe kama mwananchi. Yaani wewe kama mtu uliokoka sasa, wewe kama mtu ambao ni citizen of heaven, si ni citizens of heaven kulingana na Biblia. Unatumia sasa neno la Mungu kuwa hizi ndo haki zangu, unaanza kuzideclare, unapambana kisheria mpaka upate haki yako. Hiyo ndo maana ya kufanya sala. Ni tofauti na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima sasa, kama mtu hujui neno la Mungu linavyosema, utalitumiaje? Utajiteteaje? Haiwezekaniki. Haiwezekaniki. Kwa hiyo tukaona kabisa ni lazima tuwe kwenye kitabu cha Isaya kinasema Mungu anatuma neno lake. Mungu ameshatuma neno lake, ila anasubiri sisi tulirudishe ili litimize mapenzi yake. Ili lifanikiwe katika yale mambo yote aliyolituma. Kwa hiyo Mungu ameshaachia neno lake, ila amesema halitamrudia bure. Kwa hiyo sisi ndo tunatakiwa tulirudishe, na tunalirudisha kwa kulitamka juu ya hali zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tukaona mfano wa mwisho kuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanavuka kwenda ng'ambo. Yesu alikuwa ametoka kuwafundisha kama leo tunavyojifunza. Akawapa mtihani, akawaachia sasa neno, akawaambia neno ambalo naachia ni kwamba tuvuke mpaka ng'ambo. Alafu akawaacha sasa waanze safari. Walipoanza safari, Biblia inasema mawimbi yalikuwa ni makubwa hadi yakawa yanawafunika. Alafu Biblia inasema chombo kikajaa maji. Kikajaa maji. Sasa chombo kimejaa maji, mawimbi ni mengi, mawimbi ni makubwa mpaka yanawafunika, lakini walikuwa hawazami. Unajua, ukijua iko kitu kwa hata chombo kikijaa maji hakizami, kwa nini uogope? Hauwezi ukawa na hofu. Kwa maana unajua kabisa whatever will happen, hata kama chombo maji, hadi chombo kijae maji, bado sizami, bado sintazama. Kwa nini? Kwa sababu bado nina neno la Mungu. Kwa hiyo walikuwa na neno la Mungu, ila walitakiwa wafanye zaidi. Maji hakutakiwa kuingia kwenye chombo. Hatutakiwa kukaa kama watu ambao sisi sio washindi. Yaani hatutakiwa kukaa kama watu ambao ni losers. Hapana. Kwa hiyo kitu ambacho Petro alitakiwa afanye, alitakiwa asimame aiamrishe bahari kuwa sawa sawa na Mungu alivyotuambia tuvuke mpaka ng'ambo. Bahari sikia, tunavuka mpaka ng'ambo. Sasa mawimbi tulia, upepo tulia. Kwa hiyo Petro alitakiwa asimame na ili neno, aongeleshe ile hali. Angeongelesha ile hali, basi mambo yangekuwa, mawimbi yangetulia na upepo ungetulia. Sasa leo tunasonga mbele kidogo. Na tunaposonga mbele, tunaangalia habari ya mwana mpotevu. Leo tutaangalia habari ya mwana mpotevu. Tunaendelea kujifunza namna gani ya kutafakari neno la Mungu. Namna gani ya kutafakari. Kuna tofauti kati ya kusoma na kutafakari. Kuna tofauti kati ya kusoma na kutafakari. Na leo tutaangalia namna gani tunaweza tukatafakari neno la Mungu. Namna ya kutafakari, sio kusoma. Kwa maana watu wengi hawaelewi kabisa kuwa Mungu anachotaka ni kwamba sisi tutafakari neno lake. Watu wengi wanaishia tu kulisoma. Na kwa sababu wanaishia tu kulisoma, neno la Mungu bado linakuwa halina matunda au halina matokeo kwenye maisha yao. Mfano, labda nikupe mfano mdogo. Biblia tayari inasema kuwa, Biblia inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sintopungukiwa na kitu. Huu mstari ukiweza kufanya uhalisi kwenye maisha yako, maisha yako yatabadilika, yani yatatana around. Bwana ndiye mchungaji wangu, sintopungukiwa na kitu au sijapungukiwa na kitu. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni sawasawa unasema Bwana ni mchungaji wangu, nina kila kitu. Sijapungukiwa na fedha,
sijapungukiwa na mashamba, sijapungukiwa na watu wa baraka, sijapungukiwa na hiki, sijapungukiwa na kile. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa mstari tumeusikia kuanzia tukiwa wadogo, huenda mstari ujao halisi kwenye maisha yako, lakini haimaanishi kuwa mstari ni uongo. Huo mstari ndio ukweli. Yaani ndio ukweli, ila tumeshindwa kuufanya huo mstari kuwa dhahiri kwenye maisha yetu. Kwa hiyo leo tunasonga mbele kidogo. Kuna hatua moja mbele tunaipiga. Sasa wiki iliyopita Jumatano tulijifunza kwa tunatakiwa tujue neno la Mungu linavyosema. Yaani kwa kulisoma. Lakini sasa leo tunaongeza hatua nyingine kwa kulitafakari. Kwa maana tusipolitafakari bado hatutapata yale matokeo halisi. Hatutaona yale matunda yake. Kwa Bwana ndo mchungaji wangu, unaanza kutafakari, Bwana ndo mchungaji. Kazi ya mchungaji ni nini? Kulinda. Kazi ya mchungaji ni nini? Kulisha. Kazi ya mchungaji ni nini? Yaani unaanza kutafakari, kwa hiyo Bwana ananilisha, Bwana ananivisha, Bwana ananiongoza, Bwana ananilinda, Bwana ndo kiongozi wangu. Yaani sijapungukiwa na kitu. Kwa hiyo nina kila kitu. I shall not want. Yaani nina kila kitu, kwa hiyo sijapungukiwa na kitu. Unatafakari huo mstari kila siku, kila saa. Biblia inasema utavotafakari hili neno litakuwa halisi kwenye maisha yako. Kwa maana hili neno unatakiwa libadilishe kuwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikatoa mfano. Mimi nikidanganya mara moja kwenye maisha yangu yote, mtu aweza akasema kwa huyu ana roho ya uongo. Lakini ukiwa ndo tabia yako kila siku unadanganya, watu watasema huyu ana roho ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kile kitu kwa sababu anakifanya repeatedly, kwa sababu unakirudia, basi ile roho inakuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu hawajui kuwa neno la Mungu na lenyewe pia latakuwa likuvae ili ule uhalisia wake uonekane. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uwezi tu ukasoma mara moja, Bwana ndo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, alafu ukasema kuwa ili neno limeshakuwa hai kwenye maisha yangu. Hapana, si ukweli. Basi naomba tutasoma Luka 15, kuanzia Luka mlango wa 15 kuanzia mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Amen. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Mstari 18, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Amen. Naomba tuendelee. Amen. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Tuendelee mpaka mstari wa 32. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama,
mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona habari ya mwana mpotevu. Ni wana wapotevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wote wawili ni wapotevu. Okay. Na kwenye hii habari kitu ambacho kinashangaza ni kwamba huyu mkubwa ndo hakuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ule mdogo ambaye anaonekana yeye ndo mpotevu kabisa, yeye alikuja akaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Naomba hapa hivi tujifunze kwanza kuwa huyu mwana mkubwa alikuwa anajihesabia haki. Alikuwa anajihesabia haki. Na pia akatenda dhambi, akakasirika. Biblia inasema ukikasirika ni kama umeua. Unajua mimi naweza nikaenda mbele za Mungu nikaanza kumwomba Mungu, naomba unisamehe kwa ajili ya hiki. Nisiseme kwa Mungu naomba unisamehe kwa sababu nimeua. Lakini Yesu anasema mtu yoyote ambaye atakasirika juu ya ndugu yake ni kama ameua. Kwa hiyo muuaji akienda mbele za Mungu atamwomba Mungu naomba unisamehe kwa sababu nimeua. Lakini Mkristo hataomba msamaha kwa sababu ameua. Kwa hiyo ni rahisi kwa yule muuaji kusamehewa kwa sababu anaenda anaomba msamaha kwa lile kosa alilofanya. Lakini huyu mwingine anakuwa anaona kama hajatenda kosa kwa sababu yuko nyumbani. Kwa hiyo huyu mkubwa hakuingia mbinguni. Alibaki nje. Baba yake akatoka nje kumsii, mwanangu njoo. Lakini huyu hakuingia, hakukubali. Kwa hiyo hakuingia mbinguni. Na huyu mwana mkubwa Yesu alikuwa anatoa mfano ni kwa sababu ya Mafarisayo. Mafarisayo walikuwepo. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kuwaonyesha, nyinyi Mafarisayo ni kama huyu mwana mkubwa. Kuangalieni, this is the danger, hamtaingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kujifunza hapo mbele kuhusu dhambi kipindi kingine. Ila kwenye mstari wa 31, huyu mwana mkubwa anaambiwa kitu kimoja. Mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Vyote nilivyo navyo ni vyako. Yaani Mungu anamwambia sasa, wewe mwanangu, wewe ambao umeokoka, wewe ambao uko nyumbani, wewe ambao tayari hadi unaenda shambani kulima, labda wewe ni mwimbaji, wewe ni muombaji, wewe ni pasta, tayari hadi kuna huduma unafanya, unanitumikia. Vyote nilivyo navyo mimi ni vya kwako. Hivi unajua ukitafakari huu mstari wa 31 kwa kina mpaka huu mstari utimie kwenye maisha yako, hautahitaji kitu. Amen. Kwa maana utakuja kuelewa ya kwamba vitu vyote ambavyo ni mali ya Mungu. Biblia inasema fedha, dhahabu, kila kitu duniani ni mali ya Mungu. Vitu vyote ambavyo ni mali ya Mungu, Mungu anasema vyote hivyo ni vyako pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unatakiwa ujue tukisoma Biblia ni nani ameongea hivi. Ameongea Yesu Kristo. So hata nabii useme kwa hapa ulikosea, hapa ilikuwa imaanishi hivyo. Hapana. Yaani vitu vyote ambavyo ni vya Mungu ni vya kwetu. Changamoto ya watu wengi ni kwamba hawana ufahamu. Huyu mwana mkubwa alikuwa anasubiri kitu kimoja. Alikuwa anamsubiri babake amfanyie. Kama leo hii Wakristo wanavyosubiri Mungu awatendee. Wakati wote wanamsubiri Mungu na yeye Mungu anawasubiri wafanye, wachukue. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye kipindi kilichopita tukajifunza kuwa Mungu anasema nimewabariki na baraka zote za rohoni. Nikatoa mfano kama mimi na simu 3, nikasema nimekupa simu zangu zote. Inamaanisha sina tena simu ya kukupa. Mungu anatuambia kuwa ametubariki na baraka zote za rohoni, ila ziko ndani ya Kristo Yesu. Ambao tukaona kuwa Kristo Yesu ni neno. Kwa hiyo baraka zote za Mungu ziko ndani ya neno lake. Tunatakiwa tutafakari neno lake ili tuweze kuzichukua hizi baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyu mtoto yeye kazi alitakiwa tu anachukua hizi baraka. Hakutakiwa tena kumsubiri baba yake. Ampe. Ameshampa. Baba yake ameshampa. Tumia. Ni wewe tu kuamrisha. Ndio maana kwenye Isaya 45 mstari wa 11 Biblia inasema kitu kimoja kikubwa sana. Kwa kazi za mikono yangu haya niamrisheni. Yaani kazi za mikono ya Mungu ni hizi baraka zote tunazoziona. Tunatakiwa to decree and to declare
kwa Kiingereza inatumia lugha nzuri sana. Kwa hiyo tunatakiwa tuamrishe, naamrisha fedha, naamrisha maendeleo, naamrisha hiki kwenye maisha yangu. Yaani kuna vitu ambavyo tayari ni vya kwako. Unatakiwa uvitangaze. Unatakiwa uviamrishe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tutamwangalia huyu mwana mdogo. Kwa maana huyu mwana mdogo naye pia kuna jambo ambalo latokea. Tunaona alipokuwa mdogo, alipomwomba Mungu alimpa. Alimwambia baba, tugawanyie mali. Baba akawagawanyia. Unaweza ukaniuliza kwa nini mdogo alipewa? Hata mfano, labda una mtoto wako akiwa mdogo, anaweza akakwambia mama, ukienda leo niletee zawadi. Si utamletea? Yeah. Na tena anakuwa kabisa kuwa anaamrisha, mama niletee pipi, niletee hiki, niletee na colors. Na ukitoka unaenda unavichukua vile vitu unamletea. Yeah. Kwa sababu bado ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Akisha kuwa mkubwa, so yeye tena anakuambia mama kaniletee hiki. Ni wewe unamwambia, nikiondoka fanya usafi, hakikisha vyombo nini kila kitu, nyumba imenyooka. Fanya kazi. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mdogo, unajua wakati haujaokoka umjui Mungu atafanya kila kitu ili akuvute uje kwenye ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa ukishaokoka, ukishakuwa, unatakiwa sasa ujue kuwa ni lazima wewe uanze kufanya kazi, na ni lazima ujue kuwa ni lazima ukue. Yaani sasa hivi una tofauti. Kuna tofauti na yule ambao ndo kwanza Mungu anamuao ili aje kwenye ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaona mbona huyu mtu muujiza kwake umetokea kirahisi, hamjui Mungu, hamtafakari Mungu, ndo kwanza tu yani ndo ameanza tu Kristo alafu ana muujiza. Ni kwa sababu Mungu anataka amkamate yule mtu, amuingize kwanza kwenye ufalme wake. Alafu kuanzia pale waanze program sasa ya kukua. Aanze kuingizwa darasani. Sasa Wakristo wengi ambao tayari tuna muda kwenye wokovu, sisi hatutakiwi tena kuwa tunamuomba Mungu, tunaomba. Sisi tunatakiwa tuwe tunachukua, lakini tunatakiwa sasa tujue ni namna gani tu ya kuchukua vitu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwana mdogo kuna kitu alikifanya, kitu cha msingi sana. Biblia inasema alipotafakari akilini mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Yes. Kwa hiyo kila mtu anaweza akawa ana njaa. Labda mimi na njaa na maendeleo, nina njaa, labda sina kazi. Kwa hiyo njaa inamaanisha ni uhitaji. Yes. Nina uhitaji wa kitu. Hata na wewe unaweza ukawa na uhitaji wa kitu. Lakini huyu, ili hali yake ibadilike, ili mazingira yake yabadilike, Biblia inasema alianza kwa kutafakari. Alianza kwa kuzingatia moyoni. Moyoni ni kama akilini. Alianza kwa kuzingatia akilini mwake. Akisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu. Sasa hivi unatakiwa ujue kuwa huyu alikuwa yuko na baba yake. Kwenye mfano alikuwa anamjua baba yake. Inamaanisha kwa sasa hivi nikisema kwa mtu anamjua baba yake, inamaanisha anajua neno la Mungu, kwa maana Mungu ni neno. Kwa hiyo ni kama niseme sasa mimi tayari ninamjua Mungu, alafu niwe katika wakati mgumu, nikae chini, nianze kuzingatia moyoni, naanza kutafakari neno la Mungu. Naanza kulitafakari, naendelea kulitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ilifika sehemu huyu kijana alipoona kuwa shida zimemzidi, maji sasa hivi hapa yamefika shingoni, alianza kutafakari. Alianza kuzingatia moyoni ili atoke kwenye hayo maangamizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alianza kuzingatia na akaanza kumzingatia baba yake. Kwa hiyo ni lazima ujue kuwa ni lazima uanze kutafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitafakari neno la Mungu, mwisho akasema, nitaondoka niende kwa baba yangu, nimwambie baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akajua ni kitu gani cha kufanya. Kumbe tukitafakari neno la Mungu, tutajua ninatakiwa sasa niende nikafanye hiki. Kwa maana baada ya kutafakari ndo akajua kuwa hatua gani natakuwa nichukue. Ni jambo gani sasa nilifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mabadiliko ya huyu mtoto alipata baada ya kutafakari neno la Mungu. Unawezaje kutafakari neno la Mungu? Ili ni swali muhimu sana. Unawezaje kulitafakari?
Kutafakari neno la Mungu ni pale ambapo unaanza kulitamka lile neno kwa sauti kubwa. Labda Bwana ndo mchungaji wangu, sintataka. Unaliongea hilo neno kwa sauti, unaliongea hilo neno moyoni mwako, unaliandika. Amen. Yani unaliandika wakati unalisema. Amen. Kwa hiyo macho yako yanakuwa yanaona neno, masikio yako yanalisikia, mkono wako unaliandika, mdomo wako unatamka. Bwana Yesu asifiwe. Yani unavotumia malango mengi ya fahamu, unavoendelea kutumia malango mengi zaidi ya fahamu kufanya hiko kitu, inamaanisha you are drawing deep into it. Yani unaandika, macho yako yanaona, unasikia kwa maana unalisema kwa nguvu, huku unalitamka. Bwana Yesu asifiwe. Ni tofauti na mimi kuwa tu nimeshika simu, siongei kwa nguvu, nasema tu nani tu moyoni. Kwa hiyo masikio yangu ya participate, mikono ya participate. Yani mnakuwa situmii effort kubwa kuhakikisha kwa hiki kitu kinazama ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kutafakari ni lazima ujue kuwa unaweka juhudi za zaidi. Yani unaweka jitihada za zaidi. So tu kusoma, unasoma, unaliandika, unahakikisha kuwa limekaa kichwani kwako, unaliexpand. Yani ule msamiati ambao umetumika pale unaangalia maana yake, neno ambalo la karibia kufanana na hilo. Yani unahakikisha kuwa yani unazunguka hapo, uendi mbele. Uendi mbele. Bwana ni nani? Biblia ikisema Bwana inamaanisha nini? Kumbe Yesu ni Bwana. Kwa hiyo badala ya kusema Bwana, naweza nikasema Yesu ni mchungaji wangu. Nimetokaje kutoka kwenye Bwana kwenda kwenye Yesu? Ni kwa sababu nimeanza kutafakari pale. Kwa Bwana ni nani? Ninajua kabisa kumbe kwenye Paulo amekuja kusema Yesu ndo Bwana. Kwa hiyo kumbe sehemu zote ambazo Biblia imeandikwa Bwana Mungu, natakiwa tu niseme Yesu. Kwa hiyo ukisoma kuanzia Agano la Kale, unatakiwa kila mstari muone Yesu. Bwana Mungu ni Yesu. Unaweza tu kaandika Yesu badala ya Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitafakari ndo utajua vitu kama hivyo. Usipotafakari hautaweza kupata ukweli kama huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba tusome Zaburi mlango wa 1 mstari wa 2 na mstari wa 3. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Sawa. Zaburi mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la Mungu linasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Kwa hiyo hapa mtumishi wa Mungu ni kuonyesha tena kitu kingine ambacho watu wengi wanakikosea, kama tulivyoona kwa maana mpotevu. Biblia inasema hivi, hakuketi barazani pa wenye mzaa, hakusimama katika njia za wakosaji, hasiye kwenda katika shauri la wasio haki. Hivi unajua changamoto ya Kristo sasa hivi ni nini? Iko hivi, labda anakutana na watu wenye mzaa, anakaa nao chini, alafu akikaa nao atakuja kuambia, unajua wale walikuwa wanamsema mtu fulani, lakini mimi sikusema, mimi niliwasikiliza. Lakini alikaa. Mimi nilikaa tu nikawasikiliza, lakini sikuparticipate. Mimi sikuchangia. Nilikuwa atakwambia nilikuwa nawashangaa wanavosema. Najiuliza watu wanawaza nini? Sasa tayari ameshatenda dhambi ila hajui. Kwa maana Biblia inasema haukutakiwa kukaa nao kabisa. So kwa ulitakiwa ukae nao afu usiparticipate. No, haukutakiwa kukaa nao. Haukutakiwa kwenda nao kabisa. Kuna mtu atakwambia, mimi naenda gaba kuangalia mpira. Naenda baa kuangalia mpira. Au naenda baa kula nyama choma. Naenda kula nyama choma. Kwa hiyo ni kosa. Yani ni kosa, ni dhambi. Ila ni kwamba tu watu hawataki, yani sasa hivi watu wamejaribu kudilute dhambi. Yani kidogo tunaidilute. Tutakuwa na somo kwenye somo letu la 8 litakuwa ni juu ya dhambi. Tutasoma hivi vitu kwa umakini zaidi. Ila leo tunaangalia namna kutafakari neno la Mungu. Biblia inasema, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Sasa wote tunajua kuwa sheria ya Bwana ni neno la Mungu. Kwa hiyo unasema bali Biblia ndio inaompendeza. Anaitafakari mchana na usiku. Sasa naomba unisikilize kwa umakini kabisa, wewe msikilizaji wetu. Ni nini kitatokea ukiwa unasoma Biblia mchana na usiku kwa kuitafakari? Biblia inasema wewe utakuwa kama mti
uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Yani mti inamaanisha mtu. Na uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Maji inamaanisha sehemu yenye mafanikio. Kwa maana unajua mimi nikiwa nasikia kiu, nikinywa maji yananiridhisha. Yani kuna namna nakuwa satisfied. Yana quench certain thirst. Kwa hiyo Biblia inavyosema maji inamaanisha ni sehemu za mafanikio. Huyu mtu atakuwa kama mti uliopandwa. Kumbuka, so kuwa yeye kapandwa inamaanisha kapelekwa pale. Hii Biblia inaweza ikakuongoza ikupeleke sehemu ya mafanikio. Ikakuweka sehemu fulani ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Alafu neno la Mungu laendelea kusema atazaa matunda kwa majira yake. Amen. Wewe ambao unasoma Biblia na kuitafakari kila siku, utazaa matunda kwa majira yako. Sio leo umepata, kesho hujapata. Kesho you are fruitful, kesho you are not fruitful. Hapana, utakuwa na accuracy in productivity. Yani kwenye kuzaa matunda utakuwa na, yani kama leo umepata, kesho utapata zaidi, kesho kutwa zaidi. Yani utazaa matunda kwa majira. Hakuna swala la kusema mwaka huu ni hasara, mwakani kumetokea ugonjwa nimepata hasara. Hapana. Hamna kitu kama hiko. Biblia inaendelea kusema jani lake alinyauki. Tunajua kabisa jani linamaanisha maisha. Ukiona mti majani yake yamekauka, unajua maisha ule mti basi tena. Lakini ukiona mti majani yake ni ya kijani, unajua yes, hapa mtu uko vizuri. Kwa hiyo maisha yako hayatanyauka. Maisha yako yatakuwa maisha yako yatakuwa kila mara ni mazuri. Una afya nzuri, kila kitu kiko green. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaendelea kusema na kila alitendalo litafanikiwa. Kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hiyo changamoto sio unachokifanya. Kuna mtu atabadilisha biashara leo, atauza mahindi, kesho atasema hapana, kesho naenda kufungua mashine. Kesho kutwa atasema hapana, naenda kufungua kaosh. Kesho kutwa atasema hapana, naenda kuuza vitabu. Biblia inasema kila afanyalo litafanikiwa. Ukiona vitu unavyovifanya havifanikiwi, inamaanisha haujatafakari neno la Mungu vizuri. Rudi kutafakari neno la Mungu. Ukitafakari neno, kila unachokifanya kitafanikiwa. Kila alifanyalo. Biblia haijasema tu akifanya vitu fulani ndo atafanikiwa. Kila anachokifanya atafanikiwa. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa ni kama mti. Unajua Biblia ikisema mti inamaanisha mto. Ndio maana kwenye Biblia utaona kuwa kuna kipofu alikuwa anaponywa, akasema naona watu wanatembea kama miti. Uponyaji wake ulikuwa hujakamilika. Akasema naona watu wanatembea kama miti. Na kwenye bustani ya Eden kulikuwa kuna miti miwili. Kulikuwa kuna mti wa kwanza, mti wa uzima ambao ni Yesu Kristo, na kulikuwa kuna mti wa pili. Ile miti inamaanisha ni watu. So kwa inamaanisha labda ni kitu kingine. Na matunda inamaanisha ni maneno. Ndio maana tunaambia utakula matunda ya kinywa chako. Yani ni maneno. Kwa hiyo Adam na Eva waliamua tu kusikiliza maneno ya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu wengine wakiambiwa Eva alichukua tunda akala na Adam, wanaanza kuwaza vitu vingi sana. Ila hapana, ni maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kuwa Mungu atakuweka sehemu. Atakuweka sehemu za mafanikio. Atakuweka sehemu za mafanikio. Utazaa matunda kwa majira yako. Kila unachokifanya utafanikiwa. Naomba tuangalie pia na kitabu cha Yoshua 1:8. Baada ya kitabu cha Yoshua 1:8 tutakaribisha maswali. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 8. Na msikilizaji, labda nikukumbushe namba ambapo unaweza ukaweka swali wakati tunasoma Yoshua 1:8 ni 0672 510 110. 0672 510 110. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Neno la Mungu linasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanataka kustawi sana? Wote kwa kweli. Wote tunataka kustawi sana. Yes. So tu kustawi, tunataka kustawi sana. Ila tumepewa sheria na kanuni. Kanuni ni kitu kimoja. Basi Biblia isitoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa katika Biblia. Ndipo utakapofanikisha njia yako,
kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yani ili neno liko wazi na sio tu mstari mmoja. Kuna mistari mingi sana. Labda nikutajie kama unaweza ukaiandika pembeni ili uende kuisoma. Ukisoma Kutoka 19 mstari wa 5, Kumbukumbu la Torati 8:18, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme 2 mstari wa 3 na Mathayo 6:33. Mistari yote hii inatusisitiza kuwa tutafakari neno la Mungu ili tufanikiwe. Sehemu nyingine itakwambia utafanikiwa kila utazamako. Yaani hata ukitazama huko utafanikiwa. Kila utendacho utafanikiwa. Utastawi sana. Kwa hiyo Biblia imetumia maneno mengi sana. Kwenye Kumbukumbu la Torati 28:1 inakwambia utaekwa juu ya mataifa yote duniani. Kanuni ni nini? Soma tu Biblia, utaekwa juu ya mataifa yote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Basi mtumishi, Mungu akubariki. Amen. Amen. Nipitie jumbe za wasikilizaji, na tukianza na huyu anasema shalom hapo studio, anasema ni Toba nikiwa Maji Moto Arusha. Kweli mafundisho tunayafuatilia kila dakika. Mungu awabariki. Sasa hii ni Toba, nafikiri ni jina lake kama sijakosea. Amen. Amen. Anasema anabarikiwa. Lakini pia nawe kama umetusikiliza, una swali, una lolote unataka kumuuliza mtumishi, tuwekee hapo katika hizi dakika za mwisho hapa. Mtumishi atatujibu maswali yetu. Sawa Lakini mimi pia niulize. Ndio. Mtumishi wa Mungu, umesema tutafakari. Of course kwa jinsi ambavyo umetufundisha na namna ambavyo umetuelewesha, inawezekana tukitafakari kuna vitu vingi vitatokea kwenye maisha yetu, hasa kwenye kufanikiwa. Ndiyo. Sasa swali langu linakuja, tunatafakari mchana na usiku. Ndio. Neno. Ndio. Na matokeo. Najua chochote chenye mafanikio, chochote ambacho kina impact, adui asingependa tufanye sana au tukifanye kabisa hicho kitu. Ndio. Binafsi nimewahi kupractice na kweli niliona impact, na nilitafakari ile Zaburi ya 23. Ndiyo. Niliona impact yani kupita hata dakika 10 au 15 tangu nimeanza kuitafakari. Sasa kuna mtu anatusikiliza hapa na inawezekana labda na yeye ana hilo swali. Na tafakari ndani ya muda gani ili niweze kuona impact? Amen. Sasa jambo ambalo adui anapendaga sana kulifanya. Adui anapenda kutuharakisha. Labda nikupe mfano. Wote tumeshajua maji ni mafanikio. Unaona Yesu anawaambia wanafunzi wake labda tuvuke, yeye anaenda mlimani kusali. Tunajua wakati Yesu anatembea juu ya maji ile story. Wanafunzi wanaingia kwenye boti, wanaanza kupiga makasia, wanataka kuvuka. Kwa hiyo hadi ni kama watu wametoka wanaenda kufanya biashara zao, wanakimbizana na mafanikio. Wakati wanapambana na mafanikio wanakutana na mawimbi, challenges. Yesu yeye alikuwa hakimbizani na mafanikio. Alienda kwanza kutafakari neno la Mungu na kuomba. Akakaa mlimani. Angalia maajabu ambayo yanatokea. Anaposhuka kutoka mlimani, anaanza kutembea juu ya maji. Anawakuta wale watu ambao walitangulia masaa kama 8 kabla yake na anataka kuwapita. Kwa hiyo kunakuwa na hii nguvu ambayo inakwambia nenda kazini, fanya hiki. Yani unataka uombe tu dakika 5 unasikia kwa utachelewa. Yani kuna kitu kinakuharakisha. Yeah. Wewe nenda kapambane, katafute hela. Iko kitu kinakudanganya. Hiyo roho inakudanganya. Kwa maana ukiangalia mfano ambao nimekwambia, Yesu alikuwa anaonekana kama vile mbona sasa kama wewe anachelewa? Mbona anapoteza muda ingi kwenye mafanikio? Kumbuka watu walikuwa wameshaingia kwenye maji. Yaani ukiingia kwenye maji wakati wako kwenye boti lao, inamaanisha tayari kuna mafanikio wameanza kuyapata. Lakini Biblia inakuonyesha kuwa wewe ukiwa mvumilivu, ukitoka mlimani, yani ukitoka kwenye kumsubiri Mungu na kutafakari neno lake, utatembea juu ya mafanikio. Kitu ambacho mtu amefanya kwa miaka 10, wewe utafanya hata kwa mwezi. Maendeleo yote ambayo aliyapata. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inaendelea inatusisitiza bali wao wamngojeao Bwana. Bali wao wamngojeao Bwana watapokea nguvu mpya. Hii nguvu mpya wakiipata nini kitatokea? Watapiga mbio. Si ndio? Wala hawatachoka. Hata wakitembea hawatazimia. Biblia inakwambia bali vijana na wanaume vijana wataanguka na kuzimia. Inamaanisha vijana ni watu wenye nguvu kwenye jamii. Na young men inamaanisha the strongest among us. Yeah. Wataanguka na kuzimia na kuchoka. Kwa Kiingereza inasema they shall utterly fall.
si ndio? Yaani Biblia ya Kiingereza inajaribu kutueleza kuwa hawa watu hata kama una nguvu sasa hivi unajiona una hela, just be careful, kwa maana kama utamhitaji huyu Mungu muumba mbingu na nchi, asiyezimia wala kuchoka, you shall utterly fall, utafeli tu. Na ndio maana unaambia sasa wale ambao wanamsubiri Mungu, iwe ni kwenye maombi, iwe ni kwenye sala, wanatafakari neno la Mungu, kwa maana nimekuambia usiku ukafanya sala akati hujui neno, akati hujalitafakari. Kwa hiyo wale ambao wanamsubiri Mungu, wana meditate neno lake, ukitoka pale unaenda kufanya wonders. Ndio maana kila unachokifanya kitafanikiwa. Kila unapoangalia unafanikiwa. Kila kitu utastawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na nitawashauri watu tuweze kuidefeat hiyo roho ya haraka. Yaani hiyo haraka ambayo inakwambia you are missing out, wewe umechelewa, unachelewa. Tuweze kuishinda. Amen. Wow. Tumeelewa. Mimi binafsi nimeelewa hapo. Na kulingana na time mwalimu, inabidi tuondoke hapa. Kwa hivyo kwa kumalizia, kwa kuhitimisha, najua tutakuwa hapa kesho tena. Kuna swali limetumwa, okay, wacha tuseme na hii, tumalizie nayo. Anasema Shalom hapo studio, kwa nini Mungu alimwambia Adam ule matunda ya miti yote bali ulio katikati ya bustani usile? Je, kama matunda hayo ni maneno wala si matunda ya kawaida, je, kwa nini alisema ulio katikati bustani? Sasa hayo ni maneno gani yaliyo katikati ya bustani, na miti hiyo mingine ambayo tunaweza kula ndo ipi, au maneno yapi? Mwalimu liliko nje ya nani yetu, ni pale tu uligusia kidogo. Ndio. Sasa tutakuwa na somo ambalo tutajifunza kwa kina sana kuhusu matunda na kuhusu miti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza kwa kina sana. Pia tutajifunza kwa nini shetani kwa nini mwanadamu ni adui mkuu wa shetani. Na kwa nini sisi tumefanyika kuwa maadui kwa shetani. Kuna kitu ambacho kikimtoka mwanadamu kikienda kwenye jiwe, shetani ataanza kufanya vita na mawe. Atatupita sisi wanadamu kama vile yani hatutakuwa tena na any value kwake. Kwa hiyo kuna somo na kuna siri hapo ambapo tutakuja kujifunza. Kumbuka tuna vipindi 12. Kwa hiyo kwenye kipindi chetu cha mbeleni, nadhani cha 9 au cha 10, tutajifunza hapo kuhusu miti, kuhusu maneno na kuhusu adui yetu. Kwa maana kila siku endelea tu kuwa nasi, tutakupa jibu kamili la swali lako, kwa maana swali lako ni swali lenye upana. Hatuwezi tu tukalijibu kwa dakika moja na sasa hivi muda umetuishia. Sawa kabisa. Ujumbe wa mwisho unasema Shalom mtumishi wa Mungu, naitwa Joseph Njiku, nimesikiliza mafundisho, unasema maombi na sala ni vitu viwili tofauti. Mbona vinanenwa kwa kusema na kutamka ili mtu asikie? Je, asikie atajuaje kwamba haya ni maombi au ni sala? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisema maombi tunaweza tukaomba, tunamshukuru Mungu, tunamtukuza Mungu, tunamwambia Mungu asante. Yaani kuomba unaomba tu kawaida, kama Wakristo wote tunavyoomba. Lakini kwenye kusali nimekwambia kuna mahakama ya mbinguni. Kuna mahakama mbinguni. Hili ni somo ambalo tutajifunza, lakini kama Mungu atatusaidia tutaweza kuja kujifunza. Kuna mahakama ya mbinguni. Ndio maana hata shetani mwenyewe unaona kuna sehemu alienda kujumuika na wana wa Mungu. Kwa hiyo alienda mahakamani. Na Biblia inasema mshtaki wetu ni kama simba ngurumaye, anamtafuta mtu wa kumrarua. Yaani shetani anatafuta kila saa kwenda kukusemea kwa Mungu. Kwa hiyo kuna mahakama ya mbinguni ambapo tunaweza tukapeleka hoja zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye sala tunatumia vifungu vya Biblia ili kudemand tupewe haki yetu. Yaani Mungu anaweza akasimama kama judge na Mungu anaweza akasimama kama baba. Wakati tunaomba tunaongea na Mungu kama baba yetu. Lakini kuna muda tunaongea naye kama hakimu. Atoe haki. Yaani atoe haki. Kwa hiyo Mungu yani anavaa uhusika mwingi. Kuna muda ni kama baba. Baba inamaanisha mtu ambaye anaweza kukupa kitu kwa upendo. Kwa sababu yeye ni baba yako. Lakini kuna muda tunamfuata kama hakimu, atoe haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, mimi nikushukuru sana, na kulingana na time, hebu tuhitimishie na tuweze kufunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Amen. Basi tunaweza tukafunga macho yetu tukamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa amani kwa kuwa umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Asante Roho Mtakatifu kwa kutangulia, asante kwa kutumia. Sifa, heshima na utukufu zikurudie wewe mfalme wa falme. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa ni wewe ambaye umetupa
umetupa ufunuo huu na umetuwezesha sisi kusikiliza na kusoma neno lako na kulitafakari. Bwana Yesu, achia kiu ya kusoma neno lako. Tunaomba ufungue macho ya mioyo yetu akapate nuru, ili tuweze kukujua wewe uliyetuita, tuweze kujua ukuu wako, tuweze kujua nguvu zako, tuweze kujua utajiri wako, tuweze kukufahamu wewe kwa kina. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen.